Katika maisha ya kawaida, kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa huchukuliwa kama kipindi cha furaha na utulivu wa hali ya juu. Lakini kwa Lucinda Allen, mama kutoka nchini Uingereza, wakati huo wa furaha uligeuka kuwa mwanzo wa dhoruba iliyobadilisha maisha yake mazima. Zaidi ya miaka 9 iliyopita, tukio la nadra sana lilimfanya Lucinda kupoteza uwezo wake wa kutembea na kubaki na ulemavu wa kudumu, huku akipitia mapambano makali kati ya uhai na kifo wakati akiwa mjamzito. Hii ni habari ya kweli yenye kugusa hisia, lakini pia inayobeba mafundisho makubwa ya kitabibu kuhusu hali inayowapata watu wachache duniani. Kabla ya tukio lilomlemaza Lucinda, alikuwa akisumbuliwa na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara. Maumivu haya hayakuwa ya kawaida, yalikuwa yakijitokeza mara tu baada ya kufikishwa kileleni na mume wake wakati wa tendo la ndoa. Mwenyewe anaelezea maumivu hayo kuwa mwanzo yalikuwa ya muda mfupi tu, lakini siku ya mwanzo ya ulemavu wake maumivu haya yalikuja kama barafu ya ghafla kichwani. Mwanzo yalikuwa ni maumivu yanayokuja kwa kasi, lakini kwa bahati nzuri yalikuwa yakipotea baada ya muda mfupi. Kutokana na kutodumu kwa muda mrefu, yeye na mume wake walihisi labda ni athari tu za kawaida. Lakini siku ya tukio, Lucinda Allen alikuwa na ujauzito wa wiki 26. Mimba hii ilikuwa kama muujiza kwake, kwani kabla ya hapo alikuwa amepitia vipindi vigumu vya kuharibika kwa mimba kadhaa, ikiwemo kupoteza mtoto mmoja katika ujauzito wa mapacha. Alikuwa akichukua tahadhari zote hadi kufuatilia shinikizo lake la damu ambalo daktari alimwambia lilikuwa chini sana. Asubuhi ya tukio hilo, badala ya kwenda matembezini kama kawaida yake, aliamua kumfanyia mume wake surprise kwa kumpelekea kifungua kinywa kitandani, huku wakianza kusoma magazeti. Baadaye walipata muda wa kubembelezana na mambo yakapelekea wao kushiriki tendo la ndoa. Ghafla baada ya kufikishwa kileleni kwa mara ya pili, ilionekana kama nimepigwa kichwani na sufuria nzito ya chuma au kama nimemeza barafu kubwa ghafla, anaeleza Lucinda Allen. Hayo yalikuwa maumivu makali zaidi ya kichwa kuwahi kushuhudia katika maisha yake. Lucinda alikuwa akijua kuwa kipanda uso kinaweza kutokea wakati wa ujauzito, lakini safari hii maumivu hayakuisha, zaidi yalizidi kuwa mabaya kila sekunde. Hali ilipozidi kuwa mbaya, Tony ambaye ni mume wake alimuita mama mkwe pamoja na gari la wagonjwa. Wakati mama yake Lucinda anafika, aliuliza, "Ni nini mmefanya ninyi wawili?" Tony alilazimika kuwa mkweli kwa watoa huduma ya kwanza. Hata hivyo, ukweli huo ulikutana na mzaha usio wa kawaida kutokana na mmoja wa wahudumu wa afya. Alijibu, "Kilele mara 2? Unaweza kuniambia jinsi gani ya kumfanya mke wangu apate hicho? Kwa miaka amekuwa akikitafuta." Wakati mzaha huo ulikuwa ukiacha aibu, hali ya Lucinda ilikuwa ikizidi kuwa mbaya kwa kasi. Akiwa njiani kuelekea hospitalini, alipoteza kabisa uwezo wa kuongea. Vipimo vya picha, yani scan, vilionyesha ukweli wa kutisha. Alikuwa amepata kiharusi kikubwa na damu kuvujia kwenye ubongo, yani brain hemorrhage. Hali ya Lucinda ilikuwa mahututi kiasi kwamba madaktari walilazimika kumweka kwenye hali ya kukosa fahamu ya kupandikizwa kwa dawa, yani induced coma. Hali hii haikuishia hapo. Alipata degedege ya muda mrefu, na akiwa bado kwenye mashine za vipimo alipata viharusi vingine 4 mfululizo. Ili kuokoa maisha yake, madaktari walifanya upasuaji mkubwa wa dharura wa kichwa. Walifungua fuvu lake la kichwa ili kupunguza shinikizo kubwa lililokuwa likitengenezwa na damu iliyokuwa inamwagika kwenye ubongo. Wakati yote haya yakitokea, timu ya madaktari wa uzazi ilikuwa tayari kwa lolote endapo ingebidi kumtoa mtoto tumboni. Lakini kwa muujiza mkubwa, vipimo vya ultrasound vinaonyesha kuwa mtoto alikuwa salama na anaendelea vema. Baada ya wiki moja ya kuwa kwenye usingizi mzito, yani koma, Lucinda Allen alizinduka akiwa kwenye wodi ya uangalizi. Lakini ukweli mwingine uliokuwa mgumu kwa Lucinda ulikuwa ni upande wake wa kushoto ulikuwa umepooza kabisa. Alijaribu kukaa, muuguzi alimzuia kwa sababu hakuwa na uwezo tena wa kusawazisha mwili wake, yani balance. Lucinda Allen alikaa hospitalini kwa wiki 12 akifuatiliwa kwa karibu. Mnamo Novemba 19, binti yake Marie Alice alizaliwa kwa usalama kabisa kupitia upasuaji uliopangwa kwa umakini mkubwa. Alikuwa na afya njema na hakuathirika kabisa na vishindo vya mama yake. Kisa cha Lucinda Allen kinaonekana kama nadra, lakini ni ukweli wa kisayansi unaofahamika. Dr. Paul Cooper, profesa wa mfumo wa fahamu
damu yani neurology katika chuo kikuu cha Western anaeleza kuwa kiharusi kinaweza kutokea kwa watu wanaopata maumivu ya kichwa wakati wa kushiriki tendo la ndoa, na anajulikana kitabibu kama thunderclap headache. Aina hii ya maumivu inahusiana na kutanuka, kunyooshwa au msukumo mkubwa wa mishipa ya damu wakati wa msisimuko wa kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa. Kwa upande wa Lucinda, madaktari wanasema kuongezeka kwa mapigo ya moyo na shinikizo la damu wakati wa kufikishwa kileleni na mmewe kulisababisha ateri yake iliyokuwa tayari imejeruhiwa kupasuka kabisa. Naye Dr. Christine Lay, mkurugenzi wa kituo cha maumivu ya kichwa katika hospitali ya Women College Toronto nchini Canada, anabainisha kuwa takribani 1% hadi 3% ya watu hupata hali hii ya maumivu wakati wa tendo la ndoa, ingawa wengi hawaripoti kwa sababu wanaona aibu. Dr. Christine Lay anasema kuwa maumivu haya yamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni maumivu anayoyapata mtu kabla ya kufika kileleni. Haya huanza taratibu maeneo ya shingo, taya na kichwa, kisha huongezeka pole pole kadri tendo linavyozidi kuwa zuri. Na aina ya pili ya maumivu anayoyaelezea Dr. Christine Lay ni baada ya kufikishwa kileleni. Aina hii anasema kuwa ni maumivu huja ghafla na kwa ukali mkubwa kama radi, ambayo ndiyo yalimpata Lucinda Allen. Hali hii inaripotiwa kuwapata wanaume zaidi kuliko wanawake. Madaktari wanatoa angalizo kuwa mara nyingi kadri tendo la ndoa linavyozidi kuwa zuri na lenye msisimuko mkubwa, ndivyo uwezekano wa shinikizo la damu kupanda na kusababisha maumivu haya unaongezeka. Lucinda Allen bado anaendelea kupambana kutafuta nafasi yake kwenye ulimwengu huu mpya, ulimwengu ambao hawezi kutembea kumfuata binti yake, lakini anafarijika kuona binti yake ana uwezo wa kutembea kumfuata yeye. Vipi, bado natamani kufikishwa kileleni bila kujali hatari ya tukio kama hili? Hii ni Msasa Media.